Fika pale yule askari alinipokea, aliniambia kwamba sasa wewe aka kajeraha ni kadogo. Kwa hiyo aka kajeraha hawezi kusababisha kwamba umshtaki huyu mtu. Kuna matukio mengi yalitokeza huko nyuma yasababisha mpaka askari waliuawa. Kwa katika kurekebisha hiyo hali, tunaingiza watu katika idadi ambayo tunaona wanafaa kufanya kuingia. Baada ya kujeruhiwa alimchoma kisu, nikaamua nimpigie OCS. Akanipa ushauri kwamba niende kituoni, nikafungua shtaka pale. Baada ya kufungua shtaka nikapewa PS3 kwa ajili ya kwenda kwa ajili ya matibabu. Lakini cha kushangaza, leo asubuhi nimefika pale, yule askari alinipokea, aliniambia kwamba sasa wewe aka kajeraha ni kadogo. Kwa hiyo aka kajeraha hawezi kusababisha kwamba umshtaki huyu mtu umfunge. Hebu sasa nenda nje ukae ufikirie, nilikuwa na mwenyekiti wangu hapo, alafu unipe majibu. Nikamwambia mimi nimekuja kwa ajili ya kufungua shtaka hili, kwa sababu hili lalamiko nimefanyiwa hivi kama mwenyekiti, maana yake na mwenyekiti mwingine wa kwangu naye atafanyiwa hivi hivi, au hata polisi anaweza kafika pale akafanyiwa hivi. Hata ukizaa watoto huwezi kuwafanisha tabia. Unakuwa nao na watoto wako, lakini unakutana na mtoto mmoja na tabia ya ajabu ambayo anasoma kwenye ukoo wetu ilitoka wapi. Kwa hao siwezi kukataa pia kama kwenye tarehe pia wapo. Hilo silikatai. Na msingi kwa sababu nimeyapata haya, nitarudi kule. Kwa haya yanayotokea sasa kwenye vikao na yakuta hayafanani na kazi yetu. Naanza na huyu wa kwanza, anasema anapambana na mhalifu, yeye hana silaha. Bahati mbaya mhalifu anadondoka chini, akidondoka chini anaumia yule mhalifu. Anampeleka kituoni, anafika kituoni, hawamsaidia, wanaambia rudi naye. Kazi yetu sisi, hata kama mhalifu akiumia tukimkamata, kumpeleka hospitali jukumu letu. Jukumu letu sisi kwa na mata akaitwa hajaumia au ameumia. Sisi tunajua tutafanyaje namna ya kumpeleka hospitali kwa ameumia au kwa sababu kwenye vitabu tunaandika ni mgonjwa au ni mzima, hata kama ni mhalifu. Kwa msingi tu ambao nawakumbusha, ukimleta mtu kituoni ukakutana na changamoto, tumeandika kwenye kibao pale. Tumeandika namba za na viongozi wote kuanzia chini, kuanzia juu mpaka chini. Wa mwisho kabisa chini pale ni mimi. Ukiona unakutana na hilo, piga simu. Kama bwana nakutana na hili, inakueje hapo kituoni ili kusudi upate msaada wa haraka. Kwa sababu anaingia anaweza kutoa maamuzi ambayo wewe mwenyewe uliziki nayo. At least tukipiga simu za kutana na maamuzi ambayo ni mazuri. Lingine kuhusu gate. Gate ambayo inapaswa kuwa wazi, sio lizima lote. Kipande kidogo ndio gate upande wa huku. Ile upande ambao unaingia laini kwetu kule linafungwa muda wote. Kwa gate ambayo itakuwa ile wazi ni upande huu. Si uligonga wapi? Uligonga barabara ya lami. Upande wa lami huko kunakuwa kwa wazi, lakini sio upande wote. Upande mwingine atakuja kusogezea askari mwenyewe. Kuna matukio mengi yalitokeza huko nyuma yasababisha mpaka askari waliuawa. Kwa katika kurekebisha hiyo hali, tunaingiza watu katika idadi ambayo tunaona wanafaa kufanya kuingia. Unaweza kuingiza watu wengine kwa usalama, inakuwa sio vema, unaweza kufanya kitendo ambacho sio salama kwa sisi. Kwa hiyo tamsingi kama nilivyosema hapo awali, vile yale kama ukiona kuna shida kubwa, kuwa na namba yangu, sio dhambi. Ukinipigia nita respond. Unanipigia kwa wengi tu usiku na respond. Mimi nakuwa najua nani yuko zamu pale. Kwa napigia mbona wanagonga sana lakini ufungui. Lakini kwa ujumla kwamba muda fulani basi sio lote na kuna sehemu kama uwazo kupita mtu wanakuwa wazi upande wa huko karibu na lami. Mwingine ukusubiri na nini kero, lakini pia pamoja na yote nitaenda kwa nao kutukao niwaelezee kwamba hili na yeye inaanza kuwa tatizo. Muda mwingi kama ikibidi au kuna askari ambao wanalinda pale maeneo pale, wao karibu waweze kufungulia uingie kama kuna kwa kumefungwa, lakini muda mwingi eneo la mtu kupita na kwa liwe wazi. Nyingine kuhusu mababu keleweshwa. Hili nafikia hata nini watu waliko paka kwenye kikao cha kwetu chakula. Kwa hiyo itakuwa na majibu. Na watu nafikiri nafahamu. Ile babu kucheleweshwa kufunga. Tunao. Sitaki kutoa majibu moja kwa moja hapa, lakini muda wa kufunga bao unafanya. Muda ambao uko, lakini bado inaonekana inaanza kuwa kero. Kwenye mabao hapa ni humu tunao. Lakini wao kwa wao kuna shida. So shida zao unachokifanya kuna kukomoana. Huyu akipata wateja wengi, mwingine anafunga haraka kuja kumshtaki. Yaani kuna lakini sawa, jukumu letu kusimamia muda wa kufunga. Kwa hiyo nashauri tena hapa tumuongeza afisa biashara kwenye kikao kijacho, ili na yeye ajue anawajibika wapi kwenye kipande cha kufunga mabao.
sisi ni watekelezaji wa kulifunga, lakini mwenye jukumu la kuambia kwamba muda huu mtakuwa mfunga leseni zenu zinasema hivyo la kwake, japo na sisi tunahusika, lakini naye anahusika sana. Tumeelewana? Kuhusu maeneo mnasema Mkanyageni na Katunga na Kosovo wanawasumbua, hilo liko ndani ya uwezo wangu. Mtaandaa tudoria kwenye maeneo kwa muda fulani, niwashughulikie nione nafanyeje, kwa sababu wengi wao pale wana kazi maalum. Kwa hiyo ni wazee na wazazi wanakunywa tu pombe muda wote, maana wengine akilewa analala hapo hapo chini. Hao nitatafuta utaratibu namna ya kufanya ili tuwashughulikie, tupunguze hiyo. Kuhusu vijue vingi wanakaa wafanye kazi, hao pia ni wazee na wazugaji. Swala lipo pale pale, niongeze doria, taongeza doria maeneo ambayo anayajua na maeneo tunayafahamu wana shida. Hiyo hiyo na Katunga ya Miaga hapo Mkanyageni na maeneo karibu na kwa nani hapo kwa Bazungu. Kwa Bazungu. Kuna shida hizo sehemu. Kwa na mimi nazijua. Kwa ndio tutafanya taongeza nguvu ya mwisho. Mwingine huyu na kuhusu mwenyekiti aliyepigwa kisu. Nitafuatia mwenyewe kwa karibu. Takisha huyu mnasema nani akamatwe. Huyo msema unaniita ila kisa sio ila koza. Takisha anakamata. Baada ya hayo, kama kuna mengine tutazidi kuwasiliana kwamba